الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر. صلى الله على الحبيب محمد وآله، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم مخالفة أمره وعصيانه. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ndugu zangu Waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mshindi wa kila kitu, lakini watu wengi wanakuwa hawajui. Watu wengi wanakuwa wanapeleka mambo kiwao tu, wanakuwa hawatadabbar, wanakuwa hawafikiri ya kwamba Mungu ndio mshindi wa kila kitu na hakuna kitakachotokea isipokuwa kile ambacho kakitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa ya mwisho kiharaka haraka, naona dakika zimeshaikimbia, pamoja kwamba nafsi yangu inatamani tuendelee kuongea, tuendelee, kwa sababu miezi mingi tulikuwa tukutane pamoja. Kwa nafsi inatamani tuendelee kuongea, lakini ndo dakika zishakaribia mwishoni, na saa iko inaniambia kwamba ya Idris, basi sasa. Manake watu na makazi wana mengineo, lakini lazima tugusie hii point kidogo hii ya hii madistance ambayo tuko naiweka. Hii swala ya jamani, swala ya jamaa. Kwa sababu tumesikia kwenye marezo sosio kuko wale ambao wanasema kwamba hapana, yani ni bora hata mtu yani tupratike kwenye ruhusa, tubaki kwenye manyumba tuswali vile kwa nyumba kile, kukutana msikitini kisha watu wanaswali kwenye masafa ya kuachana. Kwa sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumza kwenye hadithi, anasema sallu kama raaitumuni usalli, msali vile mnavoniona mimi nikisali. Sasa hivi iliwahi kutokea siku ambapo Mtume anaswali kuko maespasi ya maemetre? No. Kwa hiyo hii swala ni bidaa. Kuko watu nimewasikia kwenye marezo sosio wanaongea mambo kama yale. Hii swala hii ni bora tuendelee kubakia mkonfirma ni kuliko kuswali hii swala hivi ni bidaa. Na wanaelezea kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema ya kwamba khudhu anni manasikakum, bebeni kutoka kwangu mimi ibada zenu. Jifunzeni vile mnavyoniona, bebeni kutoka kwangu mimi. Sasa en realite hatujawahi kuona situation kama hii kumtokea bwana Mtume, tunaswali mu distance kama hii. Kwa hiyo kumbe basi olea kuswali hivi, sehemu yetu baki kwa nyumba ni bidaa kukusanyika msikitini. Nimesikia watu kwa reseaux sociaux wakaelezea ma point de vue, basi nikasema no, kwa kuwa ni jambo ambalo lipo partout, lazima tuligusie ili watu wapate image, wapate msimamo kuhusiana na hii dossier. Kwa kile nitakachokisema ndugu zangu ni kwamba twende pamoja. Najua tuko na intellectuel, wasomi ambao wanajua kuobserver, kuanalyser na kuagir, tunajua, lakini twende pamoja kisha tutajua kumwisho eske kuswali hivi inaruhusiwa au hapana. Tuanze kwanza ili tuone kama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyesha importance ya swala ya jamaa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonyesha umuhimu wa swala, kuna siku bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaongea akasema hivi, natamani ningekuwa na mtu nimuache endo asalishe hapa swala ya jamaa msikitini, kisha mimi nijielekeze majumba ya wale wanaume ambao wako na swali majumbani kwao badala ya wao kuja kuswali msikitini swala ya jamaa. Lakini natamani ningekuwa na mtu wa kumwacha mimi nielekee katika majumba nikaunguze majumba zao zote. Imagine huruma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afikie munivyo ya kusema kwamba anatamani ingelikuwa na mtu wa kumwacha asalishe Waislamu kisha yeye aende akaunguze manyumba ya watu ambao wenye kuswali manyumbani kwao badala ya kuja kuswali swala ya jamaa msikitini. Kisha Mtume akasema, laiti isingelikuwa juu ya watoto na wanawake, laiti isingelikuwa juu ya watoto na wanawake, basi mimi ningejielekeza kwenda kuunguza majumba za watu ambao wenye kuswali majumbani kwao.
Angalia hadithi inatuambia kitu gani? Iko natuonyesha importance kubwa ya watu kuswali swala ya jamaa msikitini, ke kuswali wapi? Kuswali majumbani kwao. Angalia hadithi ya pili. Hadithi ya pili, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema kwamba ashaddu salah ala almunafiqin, swala ngumu sana, yani salamu iko très difficile kwa hypocrites. Ni swala gani? Ni swala ya isha na swala alfajr. Yani ukitafuta kumjua mu'min na munafik hypocrites, ukitafuta kuwajua, utawaangalia tu kwenye swala ya isha na swala alfajiri, tayari utajua kama ni mu'min au ni munafik. Ndio bwana mtume anaendelea kwenye hadithi, anasema kwamba laiti wale wenye kuswali kwenye majumba hawahudhurie hiyo swala ya ishai na swala ya alfajiri msikitini kuja kuswali jamaa, laiti wangejua malipo wangejiforce kuja msikitini, hata kwa kutambaa wakuje tu wafike ili wadiriki swala ya jamaa. Na hii hadithi ya pili pia inatuonyesha importance, inatuonyesha umuhimu wa watu kuswali swala ya jamaa msikitini. Kisha amplis bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale ya kwanza ilikuwa ni maneno ya bwana mtume. Hebu tuangalie maakti ya bwana mtume. Bwana mtume hakuacha swala ya jamaa mpaka alipokuwa kwenye jihad fi sabilillah, sehemu ambapo kuko danger, sehemu ambapo watu wanauana, mkuki unaweza kuja muda wote ukakuingia ukafariki, lakini mtume hakuacha salatul jamaa. Angalia katika Qur'ani suratul Maida, katika suratul Nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unapokuwa nao na unasimamisha swala, faltakum ta'ifatun, isimame kikundi pamoja na wewe. Angalia swala ya jamaa, na kikundi kingine kiprotege. Kisha hao wakiswali na wewe rakaa moja, kile kikundi ambacho kikundi kinaswali na wewe kirudi nyuma, na kikundi ambacho kiko na protege kikuje nacho kidiriki pamoja na wewe rakaa nyingine moja. Kwa hiyo wale kule wamediriki na bwana mtume rakaa moja, wanarudi nyuma wanakomplete, na hiki kikundi mtume anamaliza swala yake kinainuka kinakomplete na kio rakaa ya pili. Angalia bwana iswali swala mfasombo sio ya kawaida, lakini ili tu waswali swala ya jamaa. Angalia importance, angalia umuhimu wa watu kuswali swala jamaa. Kwa hiyo mpaka pale tuko pamoja, nachukua zile hadithi tunaweka pembeni. Hebu tuangalie swala ya yule ambaye ni mgonjwa, salatul marid. Mtu ambaye ni mgonjwa huwa anaswali vipi? Unaambiwa ya kwamba kama hauwezi kusimama, kaa. Yaani unapokuwa mwenye impossibility ya kusimama, pamoja kwamba kusimama ni pilier. Attention, huku kusimama mapembeni hivi tunavyoachana 1 metre au tunaposimama kwa pamoja kule, ile sio pilier ya swala. Kusimama ni pilier katika mapilier ya swala, lakini unapokuwa mwa impossibility, hauwezi kusimama, sheria inakwambia kaa. Hauwezi kukaa, sheria inakwambia lala. Hauwezi kulala, unaambiwa uelekee kotea kulia. Hauwezi kotea kulia, kotea kusoto. Hauwezi yale yote, kaa. Hata unaanza kuashiria kwa macho yako, hapa nimesimama, hapa nimerukuu. Hii yote hauwezi, hiki fanya hiki, hauwezi. Ukiwa mkaa moja mkaa ma force majeure, fanya hivi ndio sheria inakwambia ufanye. Kwa hiyo nafikiri tumeona importance ya swala, kisha tunaona kwamba kumbe hata pilier inaweza kabomoka, pilier ya Uislamu ambao leo hii kama wewe hauna mgonjwa, ukiamua tu kuikaa chini swala ya fardhu, ile swala haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu unavunja pilier ya Islam. Kwa sababu una uwezo wa kusimama lakini usimame. Lakini unapokuwa mkaya impossibility, uko ni mgonjwa, haujiwezi, Uislamu unakuruhusu kwamba muhii kaa yako, kaa chini na swala yako inafanyaje? Swala inapita. Natoka pale, maana nimeelezea importance, nikaelezea jambo la pili, kukuonesha ukiwa mkaa impossibility mpaka mapilie inakuwa inaanguka. Tukuje kwenye point ya 3, Qur'ani nayo inasemaje? Qur'ani inatuambia hivi, fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Mwenyezi Mungu kadiri ya uwezo wenu. Yaani Mungu akitupatia maamrisho, selo uwezo wako umuogope Mungu. Yaani usifanye impossible, wewe ni binadamu. Umtekeleze ile amri ya Mwenyezi Mungu selo uwezo ambao Mwenyezi Mungu kafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupa. Nafikiri mpaka pale tumeona importance ya swala. Tumeona tena kitu kingine kwamba yani mapilie inaweza kaanguka. Tunaangalia kwenye Qur'ani, unaambiwa ya kwamba fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Mwenyezi Mungu kadiri ya uwezo. Hebu tufike sasa kwenye resulta. Ilikuwa kwanza na kubebeni kwanza na mahadithi, tunatengeneza kwanza kanal kwenye cerveau ya raisonnement, kisha sasa tufike sasa kwenye resulta. Resulta hii tuko nao leo ni kwamba tunaambiwa kwamba façon ya kujiproteger tubaki ma 1 metre. Ndio ba expert wanavyosema.
Basi tunaambiwa kwamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale wenye kujua ikiwa nyinyi mjue. Wa expert wanasema kwamba tubakie maemetre, na hata kama sio expert ni leta inatuambia kwamba tubakie maemetre, sino misikiti tafungwa, sino mtakuwa mdanger. Kwa hiyo tunajikuta kwamba ni swati tujiexpose ku danger ya kujikontamine si wenyewe kwa si wenyewe, au tujiexpose ku danger ambao tuingie matatizo na leta, au tujaribu kumwogopa Mwenyezi Mungu kadiri ya uwezo wetu. Kwa hiyo tufanye choix gani entre hizi mbili? Tufanye choix gani? Tujiexpose ku danger, tuingie mu danger ya mu problem na leta? La, Uislamu wetu uko clear. Uislamu nakwambia fattaqullaha mastata'tum, umwogope Mwenyezi Mungu kadiri utakachoweza. Kwa hiyo kumbe nguvu yetu na uwezo wetu, olea kuswalia kwa nyumba, tunataka tupate fadhila ya salatul jamaa, c'est mieux tunakuja msikitini, tunakaa vile vile maekari ya maemetre, tunapata salatul jamaa, ndio uwezo wetu. Paka pale hii problemi itakapoisha insha Allah, tutarudi mfaso yetu ya kawaida. Problemi ikiisha tutarudi kwenye mafaso yetu ya kawaida. Uislamu na tuautorize. Na voilà, wale ambao wenye kufundisha wenzao, lazima tufundishe Waislamu vizuri. Lazima wale ambao wenye kuwapatia bimana, pasi tunaambia yuridu Allahu bikumul yusra, dini hii ni nyepesi. Tusirandre dini inakuwa difficile. Tusirandre dini watu wanashindwa kuipratikia, tufacilite. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hii Qur'ani haikuteremshwa ili tusufrir, la. Kwa hiyo wale ambao wenye kufundisha wenzao lazima wakonsidere ni mkonjecture gani ambao tuko ndani mwake, na lazima pia wawafundishe watu vizuri. Uislamu hauna wote munivo moja. Tusitangulize kile ambacho kina merite kuchelewa, na tusicheleweshe kile ambacho kinatanguliwa kina merite kukitanguliza. Tusiweke kitu kidogo tunakifanya kitu kikubwa, na kitu kikubwa tunakiranda kinakuwa kidogo. Uislamu lazima tufundishe mwekilibre yake mzuri. Mtu unapokuwa uko mgonjwa, apewe mtu fatwa akiwa mgonjwa, fatwa ya wagonjwa. Mtu anakuwa mu impossibility, apewe mtu fatwa ya mtu ambaye yuko kwenye impossibility. Hapana mtu ambaye yuko mu difficulty, mimi unampatia fatwa comme si ni mtu ambaye yuko tu mfaya move wake normal. La, voilà ndio maana tunakuta preference ambayo sisi tunaisema. Olea kusema kama hivi ni bid'a, sio bid'a. Kwa sababu Mtume anasema fattaqullaha mastata'tum, tumwogope Mwenyezi Mungu kadiri tukavyoweza. Hii sio bid'a, kwa sababu ni salatul jamaa ambayo Mtume alifanya, aliencourager. Hadithi shathibiti kwamba salatul jamaa iko très capital, sio bid'a wala sio mie kuswali kunyumba, c'est mieux tuswali katika msikiti pour que tupate faida ya nini, ya jamaa. Kwa hiyo preference ambayo tumeiona, c'est mieux kuswali hivi mpaka pale difficulty